Hallelujah. Hallelujah. Do you agree with me that you are the light? Je, mnakubaliana nanyi kwamba ninyi ndio nuru? You agree with me? Mnakubaliana nami? Let's build on it. Sasa tujenge juu ya hilo. The prophet came and told us nabii alikuja na kutuambia the difference between sun and moon. Tofauti kati ya jua na mwezi. He told us by the scripture that sun is the greater light. Kwamba jua ni nuru kuu. And the moon is a lesser light. Na mwezi ni nuru mdogo. Then he told us one thing. Kisha akatuambia kitu kimoja. He said, do you realize kwamba je, watambua kwamba that the moon has no light of its own? Kwamba mwezi hauna nuru ulio wake. What a revelation. Ni ufunuo jinsi gani? Are you catching it? Je, unanasa jambo hili? Because if we are light, whose light are we? Iwapo sisi ni nuru, tunaangaza nuru ya nani? The moon has no light of its own. Mwezi hauna nuru ulio wake. The moon only reflects the light of the sun. Mwezi hurudisha mng'ao wa nuru ya jua. In the absence of the sun. Katika kutokuwepo kwa jua. To tell the world. Kuonyesha ulimwengu. That even when you are not seeing the sun. Hata iwapo hauioni jua. Sun is not dead. Jua halipo. Sun is shining. Jua inaangaza. And it's raining somewhere. Na inaangaza, inatoa mwangaza wake mahali. This is who you are, friends. Huyo ndio ulio. Hallelujah. Hallelujah. So you are to reflect the light of who? Inakupasa urudishe mng'ao wa nani? Not the light of Kenya. Sio mng'ao wa Kenya. The light of Jesus Christ. Bali ni nuru ya Yesu Kristo. You've got to show this generation. Lazima uonyeshe kizazi hiki. That it is possible. Kwamba inawezekana. To live a holy life. Kuishi maisha takatifu. It is possible. Inawezekana. To live above lies. Kuishi juu ya maongo. Inawezekana kuvaa sawa sawa. It is possible inawezekana to keep your purity. Kudumisha usafi wako. God is depending on you and I. Mungu anategemea wewe nami. To be his final influencers. Kuwa mshawishi wake wa mwisho kwa kizazi hiki. Please accept the challenge. Kubali changamoto hilo. Show to this world. Onyesha ulimwengu that the unseen Christ kwamba umemwona Kristo is not dead. Hajafa. He is alive somewhere. Yu hai mahali. And is coming back. Na atarudi. Our Lord will return to this earth one of these days. Bwana wetu atarejea mojawapo ya siku. Satan will be bound 1,000 years. Shetani atafungwa miaka 1000. And we shall have no tempter then. Na hata kutakuwa na mjaribu pale. Our Lord will return. Bwana wetu atakaporejea. Be the proof that he is resurrected. Wewe uwe dhibitisho kwamba amefufuka. Let the world see his life in you. Waone uhai wake ndani mwako. This was what happened at Antioch. Hii ndio ilitendeka kule Antioch. They saw the manner of those people. Waliona tabia za watu wale. They saw their action. Waliona matendo yao. The way they talk. The things they get involved in. Mambo wanaofanya. The way they dress. Jinsi wanavyovaa. And everything. Na kila kitu. They said, Kai. Wakasema. These ones have been with Christ. Hao watu wanakuwa na Kristo. Hawa ni Wakristo. God is looking for influencers. Mungu anatazama washawishi. Watu wa kwanza. To recruit again. Anaweza kuwachukua tena. Katika jeshi kubwa. Katika wakati huu wa kipekee. Who is on the Lord's side? Ni nani yuko upande wa Bwana? Hallelujah. Hallelujah. It is important. Ni muhimu that we all know whose light we are shining. Sisi zote tujue tunaangaza nuru ya nani. Let me show you the importance. Na nikuonyeshe umuhimu wake. You know, wajua the 7 golden candlesticks, pastors, zile vinara 7 vya taa of the Old Testament, vya Agano la Kale, which the revelation of the world told us, ambao ufunuo wa neno ulituonyesha kwamba that is the type of the 7 church ages, ni mfano wa nyakati 7 za makanisa, and how the word will come by the Spirit through the ages. Jinsi ambavyo neno litakuja kupitia roho kupitia vizazi vyote. Do you know Brother Branham said? Je, wajua ndugu Branham alisema? That 7 golden candlestick zile vinara 7 vya taa is always lit in a special way. Daima huwashwa katika njia ya kipekee. Amen. I know some of you might know this. Let's just remind ourselves. And in case you don't know it now. Iwapo hujui, huijue leo. It is only the first candle ni ile taa ya kwanza peke yake that must be lit ambalo ni sharti liwashwe with a particular kind of fire. Na aina fulani ya moto. I will come to it. Nitaifikia wakati fulani.
from the first candle, kutoka taa ya kwanza, you take the light from the first, unachukua nuru au ya taa ya kwanza, and light the second one. na unaiwasha ya pili. You take the light from the second, unachukua nuru ya taa ya pili, and light the third, unawasha ya tatu, till you light the entire 7, hadi uziwashe zote 7, so that each of the candlesticks ili zile vinara zote vya taa took light from the original, viwe kwamba vimechukua nuru kutoka kwa ile ya kwanza. This was why ndiposa the 2 sons of Aaron, wana halisi wa Haruni, Nadab and Abihu, Nadab na Abihu, this was why they died. Ndiposa ilifanya wafe. Don't die. Usife. It's sobering now. Sasa unaweza kuelewa. When they enter into the temple, walipoingia hekaluni to do their priestly office, kufanya kazi yao ya kikuhani, they were in a hurry. Walikuwa na haraka, and so they did something shoddy. Na wakafanya jambo kiholela. God called the lights they lit strange fire. Mungu asema waliwasha taa zingine, because it never came from the light, kwa kuwa haikutokana na nuru that God originally lit by himself, ambaye Mungu aliwasha yeye mwenyewe on the sacred altar. Katika madhabahu ya kipekee. There was an altar in the temple, kulikuwa na madhabahu pale hekaluni, whose fire ambao moto wake was supernatural, ulikuwa wa kipekee, because it was when God was coming down, kwa kuwa ilikuwa ni wakati Mungu alipokuwa akishuka, that he kindled that fire by himself. Hapo ndipo alipowasha moto huo mwenyewe, and it remained there, na ikabakia pale pale. So anytime, kwa hivyo kila wakati, the priest wants to light the candlesticks, kuhani anataka kuwasha zile taa, they must go to that supernatural altar, that sacred altar, katika madhabahu hiyo ya kipekee, to take from the original lit fire, kuchukua kutoka moto ule himself, ambao Mungu mwenyewe aliuwasha. So meaning, manake, this light, this revelation, ufunuo, must not have human ideas. Isifai kuwa na mawazo ya mwanadamu. It must come from the presence of the Almighty. Lazima itoke uweponi mwa Mungu Mwenyezi. Pastors, we must be careful. Wachungaji lazima tuwe waangalifu. The light. Nuru. Light is illumination. Nuru the revelation ni ufunuo that we are projecting, ambao tunaangaza. They may look fantastic. Inaweza kanaonekana mzuri. If it does not dovetail with the word, bali wapo yambatani na neno that was originally given, ambao ilipeanwa asili, as fantastic as they may be, inaweza kuwa ya kupendeza. We are offering poisons. Bali tunapeana sumu. Because everybody will become what they are eating. Kwa kuwa kila mmoja atafanyika kile alacho. Did you hear me? Je, ulinisikia? So Nadab and Abihu, kwa hivyo Nadab na Abihu, maybe they were too in a hurry. Pengine walikuwa na haraka. Maybe they came late. Pengine walikuchelewa. Maybe they thought God didn't exactly mean what he said. Pengine walidhani kwamba Mungu hakujalisha kile ambacho alikuwa akisema. They didn't take light from that sacred altar. Hawakuchukua nuru kutoka kwa ile madhabahu ya kiungu. Maybe they just ignite a match. Pengine waliwasha tu kibiriti. Or they use cigarette lighter. Au wakatumia vile viwasho vyao vya something like that. Au kitu kama hicho. They got fire anyway. Walipata moto hata hivyo. Isn't it? Yes, ni kweli. But fire is not fire. Bali moto si moto. All fires are not the same. Mioto yote hayafanani. Hallelujah. Hallelujah. If it is just about any fire, kama ni kuhusu tu moto aina yote, God wouldn't take it that serious. Mungu ange makinisha jambo. The Bible called any fire Biblia sema kwamba that does not proceed from that sacred altar, moto usiotoka kwa madhabahu hiyo ya kipekee, call it a strange fire. Anaita moto ya kipekee, ya kigeni. Teaching, mafundisho yote, that does not proceed ambalo halitokani from the message of the hour, kutoka kwa ujumbe wa wakati, is a strange doctrine. Ni fundisho la kigeni. It doesn't kigeni. matter who preach it. Haijalishi na ubiri kivipi. Lazima uwe mwangalifu, because the church will become, kwa kuwa kanisa itafanyika, what they are eating. Kile wanachokila. When we stand on this pulpit, bali tukisimama katika madhabahu na tunahubiri, we are transferring life and spirit. Amen. Tunahamisha uhai na roho. Lazima uangalie kwamba hatupitishi kwa watu mapepo.
This is why you don't need to be complicated. Ndiposa hauhitaji kuwa na vinyongo. Amen. Amina. Mystery has been revealed. Siri zimefunuliwa. How many believes that? Ni wangapi wanaamini hilo? No pastor, no preacher is going to teach any mystery. Hakuna mhubiri atahubiri I say it with all sense of responsibility. Nasema hivyo